Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amechukua hatua kuokoa wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa huko mkoani Kursk nchini Urusi. Ni hatua gani ambayo amechukua? Basi na kusihi ya kwamba ungana nami hadi mwisho wa ripoti hii, ambako pia baada ya ripoti hii utasikia taarifa kuhusu wanajeshi wa Ukraine kujiondoa kutoka sehemu moja ya mstari wa mbele wa kivita huko mkoani Donetsk nchini Ukraine. Karibu sana katika undani wa ripoti hizi, utafahamu kiundani kabisa kuhusu ripoti ya Donald Trump kuchukua hatua kwa wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa huko mkoani Kursk, pia ripoti kuhusu Ukraine kujiondoa kutoka sehemu moja ya mstari wa mbele wa kivita huko Donetsk. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alidai ya kuwa ameweza kuchukua hatua isiyojulikana kuokoa maisha wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa huko Kursk nchini Urusi, akimaanisha madai yake ya awali na yasiyo na uthibitisho ya wanajeshi wa Ukraine kuzingirwa katika jimbo hilo. Japo Ukraine imekataa ya kwamba wanajeshi wake katika eneo la mpakani wa Urusi wangezingirwa, licha ya kukubali kujiondoa kutoka mji wa Odessa, huku kukiwa na harakati za haraka za Urusi. Wamezingirwa na wanajeshi wa Urusi, na naamini kama singekuwa kwangu hawangekuwa hapa tena. Niliweza kuwafanya Urusi wasifanye lolote kwa sasa. Trump aliweza kuambia hivyo waandishi wa habari kuhusu ripoti hii ya kwamba alichukua hatua ili kuokoa maisha wanajeshi ambao wamezingirwa huko mkoani Kursk nchini Urusi na vikosi vya Bwana Putin. Rais huyo wa Marekani hajabainisha ni hatua gani ameweza kuchukua wala kutoa ushahidi wa mazingira yanayodaiwa kuwa Ukraine, ambako inakumbukwa Ukraine iliweza kuzindua uvamizi huo kuvuka mpaka katika jimbo la Kursk mwaka uliopita, lakini inaripotiwa kupoteza sehemu kubwa ya eneo hilo kufuatia mashambulizi ya Urusi ya mapema kabisa katika mwezi huu. Maendeleo ya Urusi yaliyoimarishwa na wanajeshi wa Korea Kaskazini yalisadifiana na Marekani kusitisha huduma za kijasusi na msaada wa kijeshi kwa Ukraine, ambako Trump alitoa maoni hayo kabla ya wito uliopangwa na rais wa Urusi Vladimir Putin mnamo Machi 18, yani siku ya leo, kuzungumza uwezekano wa makubaliano ya amani ya Ukraine, ambako rais wa Marekani alisema ya kuwa vipengele vingi vya mkataba wa mwisho vimekubaliwa, lakini mengi yamesalia. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kujadili usitishaji mapigano wa siku 30 uliopendekezwa na Washington, ambao ulikubaliwa kati ya Kiev na Washington wakati wa mazungumzo nchini Saudi Arabia Machi 11, ambapo baada ya Ukraine kuunga mkono mapatano hayo, Marekani ilianza tena usaidizi wake wa kijeshi na kijasusi nchini humo, ambako Machi 13 rais kutoka nchini Urusi Vladimir Putin aliweza kutoa ishara wazi kwa usitishaji mapigano, lakini akataka kuhakikishiwa ya kwamba Ukraine haitakusanya wanajeshi wala haitapokea usaidizi wa kijeshi wakati wa mapatano hayo, hivyo kuzua wasiwasi kuhusu uvamizi mpya wa Urusi. Licha ya taarifa ya Donald Trump ya kuwa aliweza kuchukua hatua isiyojulikana kuokoa maisha wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa huko mkoani Kursk, pia taarifa nyingine fupi ambayo napenda kufahamisha muda huu ni kuhusu vikosi vya Ukraine kujiondoa kutoka sehemu moja ya mstari wa mbele wa kivita huko Donetsk, ambako vikosi vya Ukraine vimejiondoa katika eneo moja la mstari wa mbele wa kivita katika jimbo la Donetsk ili kuhifadhi wanajeshi na kuboresha operation za ulinzi. Luteni Jenerali Serhiy Naievi, ambaye ni kamanda wa kikundi cha mbinu katika eneo hilo, ameweza kuripoti hivyo siku ya leo Machi 18. Alisema hiyo iliwaruhusu sio tu kwa okoa wanajeshi wao wa Ukraine, bali pia kuboresha ulinzi wao, ambako Urusi inapata hasara pia
na wanaweza kuchukua hatua kwa ufanisi zaidi. Layev aliandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Facebook, ambako pia alisema bado haijulikani ni sehemu gani ya mstari wa mbele ambayo kamanda alikuwa akimaanisha. Layev, kamanda wa zamani wa vikosi vya pamoja vya Ukraine, alibainisha kuwa uongozi wake wa kikundi cha mbinu katika Donetsk sasa umeingia mwezi wake wa pili. Pia taarifa nyingine ni kuhusu nchi ya Poland na nchi za Baltiki kujiondoa kwenye mkataba wa kupiga marufuku mabomu ya ardhini, ambako katika undani wa taarifa hii ni ya kuwa Estonia, Latvia, Lithuania pamoja na nchi ya Poland zimetangaza nia yake ya kujiondoa kwenye mkataba wa Ottawa, ambao ni mkataba wa kimataifa unaopiga marufuku matumizi, uzalishaji na uhifadhi wa migodi ya kuzuia wafanyakazi. Wizara ya Ulinzi kutoka Lithuania imesema hivyo siku ya leo Machi 18 kuhusu taarifa hii, ambako mawaziri wa ulinzi kutoka mataifa hayo manne waliteta ya kuwa hali ya usalama katika eneo hilo imezorota na kwamba vitisho vya kijeshi kwa mataifa wanachama wa NATO yanayopakana na Urusi na Belarusi vimeongezeka zaidi katika siku za hivi karibuni, ambako kwa kuzingatia hali tete ya usalama, hatua zote za kuimarisha uwezo wa kuzuia na kulinda lazima zikaguliwe. Mawaziri hao walisema, wakisisitiza nia yao ya kuchukua hatua zote zinazohitajika kutetea maeneo hayo. Taarifa hiyo imeongeza kuwa licha ya kujiondoa kwao, nchi hizo zitasalia kuzingatia sheria za kimataifa za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kuwalinda raia wakati wa migogoro ya kivita. Uamuzi huo bado unahitaji kuidhinishwa na mabunge ya nchi hizo, ambako pia mvutano kati ya NATO na Urusi umeongezeka zaidi kufuatia shambulio la pande zote la Moscow dhidi ya Ukraine, ambapo viongozi wa nchi za Magharibi na mashirika ya kijasusi yameonya kuhusu vita vikubwa vinavyoweza kutokea barani Ulaya ndani ya miaka 5 ijayo, wakitaja hali ya Urusi inayozidi kuwa kali katika eneo hilo. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko makubwa katika sera ya ulinzi wa mataifa hayo ya mstari wa mbele wa NATO, huku yanapojiandaa kwa uchokozi kutoka Moscow. Hatua hiyo pia inafuatia Lithuania kujiondoa katika mkataba wa kupiga marufuku silaha za vishada, silaha iliyotumiwa sana katika vita vya Urusi na Ukraine.